yako. Utaanzia huko, utaingia huko kwenye Instagram, utaenda kama ni Facebook, utaingia kwenye YouTube na zote hizo unapitia na nyingine nyingi ambazo hata sijaweza kuzitaja. Ukija kwenye magrupu ya WhatsApp ndio usiseme yako ya kutosha, ambayo yote hayo yanatufanya tuweze kwenda mbali kabisa kiroho, kwa sababu kwa kadri tunavyoendelea kusoma hivyo tunakosa muda wa kuweza kuisoma Biblia, tunakosa muda. Sasa leo kuna vitu ambavyo vimeongezeka katika somo letu. Ni dalili gani ambazo tunaziona katika jamii ambazo kabisa tunaona hizi ni dalili za utumiaji wa teknolojia au wa kidijitali uliopitiliza? Ni dalili gani? Ni nani anaweza kutuambia? Maana tunaishi katika jamii. Zaweza zisiwe kwako, lakini zikawa mahali fulani, sehemu yako ya kazi, katika jamii, majirani wanaokuzunguka, marafiki na ndugu. Inawezekana ni watoto wetu, ni wenzi wetu. Ni dalili gani ambazo tunaziona? Karibu dada Esther. Asante sana. Nimegundua ya kwamba kwa sasa watu wengi wamekuwa ni wavivu sana. Watu hawataki kufikiria. Zamani, yani ungekuta mtu unapewa swali, unafikiria mpaka unapata jibu. Lakini sasa hivi watu wamedownload app ambazo kuna swali lolote mtu anakimbia maybe kwenye ChatGPT au kwenye Google, unauliza swali na unapata majibu. Hata kwenye vyuo vingi watu wanapewa maswali kule, mtu hataki kufanya utafiti aje na majibu. Hata hizo research ambazo zinatolewa, unaingia kwenye simu inakupa majibu yote. Kwa hiyo watu sasa hivi hawataki kufikiria. Sasa kwa miaka ya baadaye ijayo, sijui tutakuwa katika ulimwengu upi. Sijajua kama watu watakuwa na ufahamu wowote kwa watoto wetu hawa wadogo. Sijui itakuwaje. Lakini uvivu, uzembe umepitiliza. Asante sana. Hayo ni mambo baadhi tunayaona katika jamii. Mwingine anaweza kusema nini katika jamii yetu inayotuzunguka? Asante sana. Yaani zipo dalili nyingi ambazo tunaziona. Unajua sasa hivi hata mmomonyoko wa maadili ulivyokuwa kwa kiasi kikubwa. Umeona Yaani ni vile tunaangalia kwenye screen hizo tamthilia, tunaishi maisha ya kitamthilia. Tunaanza kuangalia vitu ambavyo hata katika ndoa unaweza ukadai, mwanamke akadai madai ambayo mume wake hana. Lakini ni kwa sababu gani? Kuna vitu ameviona katika mitandao ambavyo vinamfanya aweze kutaka kujiona kwamba yeye ni wa kisasa. Lakini uwezo huo hana, ila ni kwa sababu ya nini? Ya mtandao. Kwa hiyo kuna mmomonyoko wa maadili. Lakini migogoro mingi katika ndoa pia imeibuka sana kwa sababu tu ya hapa na pale. Simu kama nilivyosema, kuweka password za kutosha, mawasiliano, mtu unampigia muda wote namba busy, na wakati mwingine mpo mbali, ni usiku, ni siku nzima mjawasiliana, lakini mpaka saa 6 saa 7 unamtafuta mwenzi wako. Biashara gani anafanya? Migogoro inaanzia hapo na nini. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vinaweza vikatufanya tukaishi katika jamii ambayo si yenyewe na si mpango wa Mungu tuishi katika jamii ya namna hiyo. Sasa tunasoma haya masomo
Haya masomo yana vitu ambavyo sisi wenyewe tukiomba kwa Mungu, kama nilivyosema jana kwamba si rahisi, lakini kwa sababu Mungu anatupatia uwezo wa kushinda majaribu, na vitu vyovyote ambavyo tunamuomba yeye anasikia, hata hili pia anasikia na anaweza kutusaidia. Matatizo ya matumizi ya kupita kiasi ya vifaa vya kidijitali yanaweza kusababisha matatizo ya kiakili kwa rika zote. Sasa leo utagundua pia changamoto za akili zimekuwa nyingi sana kwenye familia zetu na katika jamii. Waweza kuona mtu leo unamkuta hapo amekaa vizuri, anafanya kazi vizuri, kesho unamkuta barabarani anatembea peke yake, anaongea, hayuko katika ile hali ya kawaida. Unaona kabisa. Lakini ni nini? Kuna mambo fulani ambayo huenda amekuwa mraibu katika masuala hayo, amekutana na vitu, ameishi maisha ya kipweke, amekosa solution ya mambo yake ambayo alikuwa anafikiria kwamba labda nitaonana na mtu ana kwa ana aweze kunisaidia. Hakuna anayeweza kumsaidia kwa sababu ya hiyo hali ya kutokujaliana. Kwa hiyo vyote hivyo vinaweza vikawa ni changamoto. Huu wazimu wa kidijitali au digital dementia na upweke wa kidijitali unawakuta watu wa umri zote. Watoto, tukianza kwa watoto, ni namna gani watoto wanaweza wakawa waraibu katika dijitali? Watoto wadogo. Tunapozungumzia watoto ni hao miaka hiyo ya chini kabisa, tangu anazaliwa ameanza kujitambua kidogo, miezi kadhaa pale, mpaka mtoto anakuwa chini ya miaka 18 au chini ya miaka 14 tuseme. Ni namna gani watoto wa namna hii wanakuwa waraibu? Tutaweza kusema ni namna gani? Tuko hapo kwa watoto. Wanawezaje kukumbwa na hili janga la uwazimu wa kidijitali? Jamani, tuko katika jamii. Ni nini tunakiona kwa watoto? Nani anaweza kusema? Karibu madam. Amen. Watoto, mfano kama shule, unaweza ukashangaa mtoto anafanya vitu kama katuni. Yaani kama kutembea, anatembea kama katuni. Ukimuuliza swali anajibu kama katuni. Kwa hiyo imeathiri sana. Jamani, tumesikia kama katuni, kutembea kama nini? Kama katuni. Tumezaa watoto, Bwana Mungu ametupatia hiyo zawadi ya pekee, lakini anaangalia katuni na unamuona anatembea kama katuni. Anafanya mambo yake katuni tu. Yaani unaona zile action zile sio za kawaida, lakini ndio hizo anazoshinda nazo tangu akiwa mdogo. Tunasema kwamba kuna wazazi wanafungia watoto, wanaenda kwenye shughuli zao, lakini wanawaacha na katuni muda wote. Lengo ni nini? Ni kwamba mzazi apate nafasi ya kufanya mambo yake. Kanisani tunakuja tukikaa, ukitaka mtoto atulie, unampa nini? Simu, unamfungulia vitu anavyotaka, anavyopendelea, wewe unaendelea na shughuli zako. Pale mtoto atatulia, hata kusumbua kabisa. Sasa athari hiyo tumeiona mojawapo. Nyingine ni ipi? Kwa watoto. Nyingine ni ipi? Karibu. Nyinginepo ni kuiga mambo yasiyofaa. Wanakuta wanaiga mambo ambayo yani kama wana react vile vitu ambavyo wameviangalia. Hicho ambacho kinapelekea kubadilika kinizamu, wanakuwa wana tabia nzuri, hawasalimii, vitu kama hivyo. Kitu kingine ni kukosa muda wa kujisomea. Unakuta mtoto yani muda wa kusoma unakuwa mchache kulingana na muda anaopata katika internet. Asante sana. Yaani watoto, hivyo vitu vinavutia. Yaani shetani ameweka vitu huko vya kutuvutia zaidi kuliko kitu kingine chochote. Na mtoto ataanza maisha ya upweke, ya ubinafsi akiwa bado mdogo. Kwa nini? Anapewa tu skrini, anakaa mwenyewe ya simu, anakuwa anaangalia mambo yake peke yake.
na mtu mwingine, na hata tunaona hata kwenye TV, wakati mwingine anataka channel yake, haijalishi kuna wageni wako hapo, haijalishi kuna jambo gani zuri ambalo watu wazima wanataka kuangalia na kujifunza, lakini yeye ndio anashika remote na wale wako uishike. Kwa hiyo yote hayo ni mambo ambayo yanatutokea katika jamii na kusababisha watoto wetu kuwa ni wakaidi na wabinafsi na wenye kuchukua tabia zisizofaa za kutokuheshimu kwa sababu ya kupewa ule uhuru na umiliki, kwamba hiki hapa ni cha kwako, utakitumia wewe. Kwa hiyo hana muda wa kujichanganya na wenzake katika kucheza. Zamani tulikuwa tunatoka, tutacheza, tutakimbizana, tutafahamiana, tutafanya, lakini leo mtoto anakuwa na vitu vyake mwenyewe vya kuangalia na kujiburudisha. Wakati wa chakula vivyo hivyo, mtoto hawezi kula mpaka afunguliwe kitu anachokitaka. Kanisani hana muda mzuri, hatamani kwenda kwenye madarasa yao na kujifunza, kwa sababu anajua nikifika kanisani mama hataki usumbufu, ananipa simu. Akinipa simu nitachukua ile simu, nitakuwa naangalia. Hivi vitu ni bora kuliko vile ambavyo nitaenda kuimba na kuruka na wenzangu. Kwa hiyo zote hizo ni athari ambazo tunaweza tukaziona tu kwa ufupi. Lakini vipi kuhusu vijana? Vipi kuhusu vijana wakubwa na wadogo? Huu wazimu unawakutaje vijana? Ninatamani kama vijana wajibu kabla ya watu wazima. Vijana, huu wazimu unatukutaje? Wazimu wa kidijitali. Ni kusema kwamba haya mambo hayatupati? Hebu tuseme kidogo. Hebu tuseme huu wazimu. Haya, mwingine ambaye basi mtu mzima anaweza kusema, maana tunayaona yakitokea katika jamii na hata kwenye familia zetu. Vijana wanakumbwaje na huu wazimu wa kidijitali au matumizi ya kupita kiasi? Ni kweli hata Godi kama alivyosema pale ya kwamba utakuta kuna wakati mwingine vijana wako bize, una kijana nyumbani kwako, inafika stage mpaka hadi anaweza kuwa hata mnasalimiana, lakini yeye yuko na simu, baba shikamoo, kana azifu kwamba vile hataki kupoteza muda huo. Tayari hiyo ni madhara hayo makubwa, yuko bize wakati wote. Nimeshuhudia tu pata pale kwangu, naona kijana anakaa naye pia, changamoto yupo katika tunagombana naye, naambia muda wote masaa yote ni kwenye simu, kama ambavyo mtu kuongea hapo mpaka anakosa mpaka hata muda mwingine wa kufikiria mambo ya kufanya ambayo ni ya maendeleo zaidi. Ila pia tu nitoe kama ushahidi pia ushauri hata kwa watu wazima au vijana, tuwapende sana, wana mambo mengi sana. Tusipoweka karibu wanapotea sana, wanafanya mambo yasiyofaa kabisa, kwa sababu wengi wao wamekosa upendo. Asante sana. Mwingine anaweza kusema jambo? Asante sana. Katika ile swala walioathirika zaidi ni vijana sasa hivi, na unaweza kukuta kijana mdogo tu wa miaka 16 wanajua mambo mengi mazuri na mabaya, na mnafikiri hata dunia leo wanaitwa Gen Z, si ndio? Unaona mambo yanayotembea nayo, wanatembea na mambo yao bila hata serikali kuwafahamu kwa watembeaje. Yani ile swala simu limewapeleka mbali. Limewapeleka mbali sana. Na nioshuhudie jambo moja, nafikiri tokea Kenya, ile vurugu ya Kenya, mnakumbuka ile vurugu ya Kenya kabla yetu, wale majenzi. Binti wa rais alimwambia rais, mbona vijana tuko mbali zaidi kuliko wewe unavyofikiri? Tuko mbali sana. Hata hapa mama waweza kujibu kitu, wana mambo mengi kwenye simu. Sasa ukienda hata chuo kikuu ilivyoathiri sasa zaidi, hawasomi. Isipokuwa sijui walimu pia wanafanyaje,
wana upload hizo, anajibu. Kwa hiyo nakuta leo kijana amemaliza chuo kikuu lakini hana uwezo, ana master lakini hana uwezo wa kujieleza, isipokuwa anaweza kujieleza kwa simu. Zamani sisi mtu anamaliza la 7 anajitegemea. Unajua sababu gani? Hamna. Hata elimu sasa hivi, yani uwezo umeshuka kabisa. Mama, zamani sisi darasa la 7 ukikosea hesabu 2 kwa 50 unachapwa. Leo mtu anashinda kwa 36 kwa 50, unashangaa kwa anasema ni mshindi. Mambo ni mengi kwa vijana. Kwa hiyo vijana wengi yani wana elimu kubwa kabisa, unakuta huyu ana master kabisa, lakini ukisema kwa je, unaweza kaishi maisha ya kawaida, ana uwezo. Wewe unafikiri sababu gani mtoto anaenda chuo kikuu anapelekwa na mzazi? Zamani sisi umeshinda darasa la 7 kutoka kijijini, unapelekwa Moshi, lakini mzee ajui hata Moshi. Wewe unapanda hapo kijijini, utafika Moshi na kuna simu, na utaenda utarudi mwezi wa 6 na utaenda. Leo ili swali limeathiri sana vijana, na ndio maana hata mambo ya ndoa hizo, hayo mambo machafu wanajua kuliko sisi, kwa sababu zinawekwa na watu wa duniani, kwa sababu vijana ndio wengi. Na ndio maana hata kuna wakati nilishauri hata kanisa, kwa mfano kanisa letu la Kibada, lazima tutafute vijana tunachotaje, bahati zetu tupate, kwa sababu ndio wengi. Sasa hivi hawezi kukujibu kitu, hata ukiuliza swali hapa hawezi akajibu, lakini mambo ambayo anayo ni mengi. Asante. Asante sana mzee. Yako mambo mengi kwa vijana. Kwenye mitandao sasa hivi kuna promotion za single mothers ambazo motivate zinazidi kuwashawishi wasichana kwamba maisha wanaweza kuishi bila kuolewa na maisha yakaenda sawa. Yaweza kutokea hivyo, lakini si kitu cha kupromote kwenye mtandao. Na sasa kuna wengine wanachukulia hivyo na wanaondoka kwa namna hiyo, na wanaahirisha kwamba maisha yanawezekana hata bila kuolewa. Naweza kupata watoto, naweza kuwatunza mwenyewe, naweza kufanya hivi. Kwa hiyo inaharibu kabisa mpango wa Mungu. Lakini inatokea wapi? Mtandaoni. Ameangalia, na watu wengi wanapenda kuongea kwa namna ya ushawishi. Kuna watu wana hivyo vipaji vya ushawishi. Basi wanaposhawishi, wakuta vijana wengi wa kike wanasema maisha ndio haya. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba vijana wanaathirika, lakini mitindo mbalimbali katika mitandao. Kuna vitu vingine vinaathiri, hizo pornography ndio usiseme, zinaweza wanaweza wakawa nazo, na pia hizo zaweza kuwasababishia kuona hakuna haja ya kuoa wala hakuna haja ya kuolewa. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo yanaweza yakaleta uwazimu, na watu wamefika mbali sana kwenye mitandao. Na wakati mwingine waweza kuuliza kikana vijana, kama ulivyosema, vijana wanayo mambo mengi, yawezekana wasiwe wa hapa, lakini mahali kwamba wana mambo yao na wamefika mbali na hawana msaada wa kusema nani ataweza kuwasaidia kutoka hapo walipo. Wanatamani watoke hapo walipo, lakini wameshapiga hatua nyingi mbele. Sasa ni jukumu letu pia kuwaombea na kukaa nao karibu, lakini pia kuwasaidia ni namna gani kutoka katika huo uraibu. Lakini ukija tena kwa wazee au wanandoa, sasa nao pia wana mambo yao ambayo yanafika yanawaletea huo uwazimu. Kuangalia mambo mbalimbali kupitiliza, kuangalia ndoa ambazo ziko mitandaoni, ambazo kila siku tunaona zinakuwa kama zina promotion.
huyu anaonyesha maisha yake anavyoishi na mke wake, huyu anaonyesha hivi na hivi, na wengine waweza kukuta ni marafiki zetu tuliosoma nao, tulioishi nao, tukatamani kuishi maisha ambayo si halisi na wala si yale ya kumpendeza Mungu. Kuna huyu daktari Mjerumani anaitwa Manfred Spitzer. Yeye alibainisha jinsi utegemezi mkubwa wa teknolojia unavyoweza kusababisha matatizo ya kumbukumbu, upungufu wa umakini na kupungua kwa uwezo wa kutatua matatizo. Jamani, yani hiki kitu kimekuwa kwa kiasi kikubwa sasa. Habari ya kumbukumbu. Yani kijana mdogo unamwambia jambo asubuhi, jioni akifika amesahau, hakwambii hata moja. Lakini muda mwingi yuko na nini? Na simu. Simu zinamfanya anakosa muda wa kulala vizuri, wakati ambapo ubongo wake unaweza kukaa vizuri katika usingizi. Huo muda hana wa kulala. Muda mwingi unakuwa kwenye simu na unasababisha sasa uwezo wa kumbukumbu kupungua, lakini upungufu wa umakini. Anaweza akawa anafanya kazi, ni kweli imefanyika, lakini haina umakini wa aina yoyote. Na hii si vijana tu leo, hata watu wazima hawataki kujishughulisha wala kujisumbua. Kuna kazi inaweza ikatolewa akaambiwa ifanye. Unaona kabisa huyu mtu alikuwa na fursa zote za kufanya hii kazi yake ipendeze, lakini ameridhika na alivyofanya kwa sababu ya kutaka kupata muda na simu yake, kutaka kupata muda na vitu fulani afanye, lakini kwa mazoea yale ya kukaa na kuangalia na kuswipe vimesababisha akili yetu kukosa umakini. Kwa hivi ni vitu vya msingi ambavyo tunaweza tukaviangalia, ambavyo vinasababishwa na matumizi ya kidijitali yaliyopitiliza. Uwezo wa kutatua matatizo. Watu wengi tatizo leo likitokea ni kukimbia. Lakini tumeona pia uwezo wa kutatua matatizo na kukata tamaa umekuwa kwa kiasi kikubwa. Leo utaona vijana kwa rika fulani wengi wanajinyonga, na wazazi wao hawajui nini kinaendelea. Lakini kumbe alikutana na tatizo fulani ambalo yeye akashindwa kwa akili zake kulitatua, lakini akashindwa kumweleza mtu fulani kwamba nina changamoto hii. Akaona solution hapa ni mimi kujitundika, kunywa sumu na kuondoka. Ni bora nipoteze maisha. Uwezo wa kutatua matatizo. Lakini hata watu tunaoletewa changamoto mbalimbali za watu tuweze kuzitatua, tunashindwa. Namna ya kuweza kuwashauri vijana wetu na watoto wetu katika mambo mbalimbali tunashindwa. Namna kanisani kuweza kutoa mashauri yaliyo bora tunashindwa. Uwezo wa kutatua migogoro au matatizo yanapotukabili. Jambo laweza kutokea katika familia ambalo linahitaji tu jambo dogo. Kaa kwa kina, fikiri, tatua lile tatizo. Lakini uwezo huo haupo. Lakini wanaoathirika wengi ni vijana wadogo na wakubwa ambao ubongo wao unakuwa. Leo kuna matatizo kweli ya watu wazima wengi sana kupoteza kumbukumbu. Kama mmeshagundua, zamani ilikuwa mpaka mtu apoteze kumbukumbu. Yaani unaambiwa ni mzee kweli, amefikisha miaka labda 90 na huko 100 ndio ameanza kuwapotea hata watoto wake. Lakini leo waweza kumkuta mzee ana miaka 60 hakumbuki hata watoto wake. Hakumbuki mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumsaidia. Akikutazama anakutazama tu hivi. Lakini si wa miaka hiyo 60. Tuna umri wa chini yake. Pia wapo ambao ghafla unashangaa kumbukumbu zimefanyaje? Zimepotea. Sawa, zaweza kusababishwa na mtindo wa maisha tunaoishi, lakini pia simu yaweza kusababisha matumizi haya kupita kiasi yanaweza kusababisha ubongo wetu ukapoteza nguvu ya kumbukumbu. Sasa hawa vijana wanaokuwa tunapaswa tuweze kuwalinda kwa kadri inavyowezekana. Ubongo wao bado ni mdogo, wakizoea hivyo uwezo wa kukumbuka ndio utazidi kupotea. Kutoka hii miaka ninayosema 70, si ajabu itafika mahali mtu akiwa na miaka 40 tu uwezo wake wa kumbukumbu tayari umeshapotea. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wazazi
na walezi tunapaswa kuliangalia kwa umakini. Watu wazima nao pia hawako salama, hasa wale wanaokaa bila shughuli, yaani muda wote hana shughuli, kwa hiyo simu yake inatumika muda mwingi. Lakini pia kuna TV, wale wanaoshinda kwenye TV. Anakuwa ni mtu mzima, lakini akiamka asubuhi yeye na TV inawashwa hapo, maana iko kama yuko kwa watoto wameenda kazini, yeye muda wote anaangalia TV. Hii pia ina athari sana. Sasa zipo dalili za wazimu wa kidijitali. Tumeshasema habari ya usahaulifu, tumeshasema uwezo mdogo wa kuzingatia au kupuzia mambo, lakini mkao mbaya. Mimi ninachojua, nyumbani kwetu kwenye TV kuna hizi kochi zipo, sofa set zipo. Kwa hiyo mkao wa sofa set ni tofauti na ule mkao wa mezani muda wa chakula. Sasa kwa wale ambao wanashinda sana kwenye TV, inaweza kuleta pia athari katika mkao mbaya, kuleta athari katika viungo, kuleta athari katika mifupa, kuleta athari katika pingili pia za mgongo. Lakini pia kuna wale ambao muda mwingi wameinamia simu, wanaweza kuwa na tatizo la kuwa na kibiongo, mgongo kuinama kidogo, lakini pia kusababisha matatizo makubwa ya mgongo. Leo ukiona yameongezeka, lakini unajiuliza, mtu wa namna hiyo hata kazi nyingi afanye, zile za kubeba vitu vizito ambavyo tunasema kwamba vinaweza vikasababisha. Ninajua zipo sababu nyingi, lakini kwa sababu tunazungumzia swala hili la dijitali, basi hiyo pia yaweza kuchukuliwa kwa umakini, kwamba yaweza kuwa sababu itakayomfanya mtu aweze kuwa na changamoto aidha ya shingo, mgongo na mifupa na hata pingili za mgongo pia. Lakini jambo lingine, afya ya akili. Hii tayari nimeshaizungumza, na yenyewe pia yaweza kuwa ni changamoto au ni dalili. Tukiona katika jamii zetu afya ya akili imekuwa ni kwa kiwango kikubwa, tujue kwamba huenda pia matumizi yetu ya teknolojia yako juu zaidi na kukosa balance. Watu kuwa na hasira tu za ghafla, yani unaongea na mtu kitu, si unajua, yani mtu asipolala vizuri usingizi, anakuwa ni mtu ambaye akili yake haijatulia na anakuwa na hasira nyingi. Kwa wale wengi ambao tayari tumeshakuwa waraibu hivyo, waweza kujikuta kwamba unakosa muda wa kulala usingizi vizuri. Akili yako yaweza kuwa na harara, akili isiyotulia, akili isiyoweza kushaurika kirahisi, lakini ni mtu mwenye hasira nyingi. Na watu kama hao wanaongezeka katika jamii. Wengine wako katika familia, wengine waweza kuwa ni vijana wetu pale nyumbani. Ukimshauri kitu kidogo amekasirika, amejifungia chumbani kwake, hataki tena kufanya kazi wala mazungumzo yoyote. Kwa hiyo vyote hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikawa vinasababishwa na matumizi yaliyopitiliza. Leo hii kuna watu wanakosa usingizi, anakuambia kabisa, mimi ninalala masaa 3, masaa 4. Mtu kama huyo aweza kushauriwa, kama ana matumizi ya dijitali ya simu kupita kiasi, apunguze matumizi yake ya simu. Kwa muda kidogo ataanza kulala usingizi. Bwana asifiwe sana. Atalala usingizi. Kwa hiyo afya zetu ni za muhimu sana kuweza kuzingatia. Sasa baada ya muda, sehemu ya ubongo wa mbele inaathirika na kusababisha mtu kushindwa kuwa na fikra za kina katika maisha. Fikra za kina. Leo tunaona watu wanajaribu kufanya kazi, kidogo tu anatoa ripoti, nimeshindwa kufanya hii kazi. Hakuna sababu za msingi zinazopelekea kushindwa kufanya ile kazi, ila yawezekana ubongo wake wa mbele umeathirika, ameshindwa kufikiri kwa kina kwamba hapa nimekwama, plan B ni ipi? Baada ya hapa nini ambacho naweza nikafanya? Kwa hiyo kule kufikiri kwa kina kwamba nini ambacho mtu anaweza akafanya, unaweza ukakuta kwamba kinashindikana. Lakini pia katika kufikiri huko kwa kina katika maisha, pia ubunifu katika kazi zetu. Lakini pia jambo lingine ambalo linaweza likasababishwa ni uvivu. Mtu anaona muda wake na simu ni bora kuliko kazi. Kwa hiyo yote haya ni mambo yanayojitokeza katika jamii zetu na familia zetu pia.
Lakini jambo lingine tunalokabiliana nalo kama tulivyosema awali ni upweke na kuvunjika mahusiano. Yaani kuna wakati mtu akikaa na simu anaona hapa ndio jumla ya maisha yangu. Hataki mtu kumsemesha, anakwambia ni bora nikose chochote ila sio bando. Maana anajua akiwa na bando yani anaburudika. Yani tunatafuta ile hali ya kujiburudisha wenyewe. Kwa anafika mahali anaona kwamba hapa nimeshapata burudiko langu la kutosha. Kama ninapenda nyimbo nitaangalia nyimbo. Kama ninapenda mitindo nitaangalia mitindo. Kama ni tamthilia ziko pale. Kama ni mpira uko pale. Kama yani kila kitu kimepangiliwa pale kwenye simu ambacho unaweza ukakipata ukiwa na nini? Na bando. Kwa hiyo waweza kuishi maisha ya upweke na kujiona kwamba uko sawa. Kumbe hakuna usawa yoyote. Kwa hiyo kuvunjika kwa mahusiano kunatokea na ni swala ambalo linajitokeza mtu anapopenda kuishi peke yake. Je, nini kifanyike sasa ili kuepuka wazimu huu wa kidijitali? Ni nani aweza kutuambia kwamba nini sasa kifanyike ili tutoke hapa? Baada ya kuzungumza hapa kwa muda mfupi, naamini kuna kitu ambacho tunaweza sasa tukachukua hatua. Nini kifanyike? Kanisa. Nani aweza kusema kitu gani sasa tunaweza tukafanya kuepuka au kutoka mahali hapa? Karibu. Kitu chaweza kufanya kwa mimi ni kujisalimisha kwa Yesu Kristo. Ndio ninaweza nikaamua kuacha. Ndio ninaamua kuweza kufanya hivi. Ila nisipomkabidhi Yesu Kristo akaweza kuniongoza, itakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo uamuzi wa kwanza ni kujikabidhi kwamba siwezi lolote, nahitaji msaada wako. Asante. Asante sana. Amesema neno zuri. Kudhamiria na kujikabidhi sisi wenyewe maisha yetu kwake. Lakini jambo lingine ni kwamba shule zinaweza zikaanzisha vipindi ambavyo wakafundisha madhara haya ya kutumia teknolojia kupita kiasi. Linaweza likafundishwa shuleni, lakini pia jamii itambue na wazazi pia watambue. Kwa sababu shule yaweza kufundisha, lakini mtoto akirudi nyumbani vitu vipo na vimeachiwa kwa anatumia. Lakini kama wazazi, walezi na jamii inayotuzunguka tutajua kwamba kwa wewe mwenyewe unavidownload, unavipakua viingie katika simu yako, basi zingatia usafi wa kidijitali. Vile vitu ambavyo havifai kamwe visiingie katika simu yako ili visikupeleke. Unajua ukiwa na hiyo app wakati wote waweza kuifungua, unaambiwa kwamba hii na 1 2 3, na kadri unavyoendelea kufungua ndivyo kadri unavyoendelea kupata msukumo kutoka kwa ibilisi kwamba uendelee na kuendelea na kuendelea. Na kadri unavyofungua kuna namna fulani ambayo inakufanya uendelee kuangalia zaidi. Ni kama vile tamthilia ambayo ina muendelezo kwamba subiri itaendelea. Unatamani kujua nini kitaendelea zaidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi wenyewe tuwaweza kuwa na control navyo na tukaviepuka katika maisha yetu. Lakini jambo lingine ni kutafakari neno la Mungu na njia zake. Hebu waweza kufanya kitu fulani kwamba Biblia yako ikiwa umeathirika kwa kiasi hicho na umetambua, maana kuna walioathirika lakini hawajatambua. Ikiwa umeathirika, hebu kuwa na kitabu kidogo cha mambo ya kiroho. Waweza kuwa unatembea nacho. Ikiwa ni nyumbani masaa yale ambayo unapenda kuwa na simu, chukua Biblia yako. Ukijisikia kufungua kuperuzi simu yako, weka pembeni, chukua Biblia yako, fungua sura ya Biblia na usome. Bwana asifiwe sana. Yaani vyote hivi ni vitu ambavyo kama tumedhamiria kutoka, Bwana atatusaidia tutatoka. Kwa hiyo tafakari neno la Mungu, tafakari njia zake, tafakari matendo yake makuu.
jitengenezee muda maalum wa shukrani na shuhuda kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna nyakati ambazo huwezi kusimama mbele za watu kushuhudia, basi kuwa na nyakati ambazo unakaa peke yako. Anza kuvuta miaka yako. Waweza kufikiria, hebu ngoja nifikirie maisha yangu, Mungu alivyonitendea nilivyokuwa katika elimu ile ya sekondari. Utaanza kufikiria kile kidato cha kwanza au cha 5, cha 6. Hebu nifikirie Mungu alionitendea katika maisha yangu ya ujana. Hebu nifikirie nilivyokuwa chuo. Hebu nifikirie mahali fulani nilipofanya kazi nikaacha. Hebu nifikirie maisha yangu yalivyokuwa, jinsi Mungu alivyotutendea katika maisha yetu. Weka simu kando. Bwana asifiwe sana. Utashuhudia jinsi ambavyo muda wako mwingi utakuwa ni muda wa thamani, muda wenye shukrani kwa Mungu, muda ambao utakuletea matokeo makubwa. Bwana asifiwe sana. Wote tuna hayo. Ninajua Mungu ametutendea mambo makubwa. Tukidhamiria tu kukaa na kuyafikiria, mioyo yetu itajaa shukrani kwake kila wakati. Furaha itajaa katika nyuso zetu badala ya huzuni. Migogoro itaisha, maana Bwana ametutendea. Lakini tukikaa na kujifungia kwenye simu zetu, sidhani kama twaweza kupata ile furaha kama ambayo tungesimulia wenyewe katika mioyo yetu kimya kimya matendo makuu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kumbuka alipokuvusha mahali pale ambapo hali yako ya kiuchumi ilikuwa mbaya kabisa, mahali ambapo ulipodharaulika kabisa, mahali ulipokosa msaada, hakuna aliyekusaidia. Weka simu kando. Bwana asifiwe. Weka simu kando, simulia moyoni matendo makuu ya Mungu. Kuna mambo huwezi kushare na mtu, lakini unajua Bwana alikokutoa. Fikiria hapo. Fikiria hapo tena kwa kina. Alafu imba, omba, mshukuru Mungu. Tutapunguza muda mwingi wa kukaa na simu zetu badala ya kusoma neno lake. Chukua hatua za makusudi. Mahali palipo na watu, jitahidi kuweka simu kando, zungumza na watu. Yaani unajua kuna nyakati ambazo waweza kuona watu wamekaa hivi, wewe ukachukua simu yako afu ukakaa kwenye kona pale upate raha zako mwenyewe. Sasa jitahidi ukiona watu, nenda kasalimiane nao, waulize habari za siku, zungumza mambo mbalimbali. Yaani kuna wakati ambapo mambo yanakuja pale, unazungumza tayari umeshapunguza ule muda wa kukaa na simu. Katika siku kama ulikuwa unakaa na simu masaa 6, yaweza kupungua hata 3. Na kwa kadri unavyofanya hivyo, basi mtindo wako wa maisha wa kidijitali utaendelea kupungua. Mungu wetu atubariki sana. Naamini tumekuwa na wakati mzuri na somo letu, na tukisoma katika Wafilipi ile sura ya 4 mstari wa 8 na wa 9, neno la Mungu linasemaje pale? Wafilipi, tufungue hiyo Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 na wa 9. Mambo yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza. Hebu tusome hilo fungu zuri sana. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 na wa 9. Mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staa, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, itakuwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. 9. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Haleluya. Huo ni waraka wa Paulo kwa Wafilipi. Anawaambia mambo yoyote yenye staha, yoyote yaliyo safi,
yoyote yenye kupendeza, yatafakarini hayo, na Bwana atakuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mambo yenye kupendeza katika maisha yetu. Tusipoteze muda wetu katika simu, tupoteze muda wetu katika kuangalia uzuri wa mbingu. Tukisoma Mhubiri 3 mstari wa 1, anasema kila jambo na wakati wake. Kuna majira ya kila jambo. Bwana aweze kutusaidia sana tunapoendelea kutafakari ni namna gani ambavyo sisi binafsi tutatoka katika matumizi haya kupitiliza ya simu. Tufikirie pia namna ya kuwasaidia wengine ambao wamebobea na wamefika mbali. Tufikirie namna ya kuwasaidia na kuwaombea pia. Bwana abariki somo hili na atubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi katika muda huu tutaingia katika maombi. Na katika siku hii ya leo tunaenda kuomba kusalimisha maisha yetu kwa Bwana. Kusalimisha vifaa vyetu vya elektroniki kwa Bwana, ili Baba aweze kutusaidia. Maana kwa uwezo wetu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Mungu aweze kutusaidia. Lakini jambo lingine, tutawaombea vijana ambao wameingia katika uraibu uliopitiliza na wamejikuta wamejiona si wa thamani. Wapo ambao wamejiona si wa thamani tena, wanajiona kuwa na hatia muda wote. Bwana aweze kutusaidia. Tutagawanyika wawili, tutaomba. Kila mmoja aweza kumwombea mwenzake kwa ajili ya jambo hilo, lakini ni nafasi pia, kama una jambo lako ambalo unaweza kushare na mwenzako mtakayepiga naye magoti, ni wasaa huu wa maombi. Mwishoni nitamalizia kwa kuombea maombi ambayo tumeyaweka katika box letu. Basi tugawanyike wawili katika maombi. Njiani uniongoza, Yesu wangu Mwokozi, rehema unguza milele, kiongozi inara kuandamana duniani daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Asante kwa kutupatia fursa ya kujifunza maneno haya.
Kenya, ndio maana wanatupatia. Baba, tunakuomba uweze kufuatia badiliko la pekee. Asante kwa ajili ya mzee wa Mungu ambao tunakuwa naye katika huduma siku ya leo, na kufikia mtoto wako. Ninakuomba Baba Baba wa mbinguni na Mungu wetu mwema, tunalitukuza jina lako kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kutupatia fursa ya pekee katika juma hili. Kuna mambo mengi ambayo tumejifunza katika maisha yetu. Baba, tumekiri kabisa kwamba mambo haya hatuwezi bila uongozi wa Roho Mtakatifu. Tupatie Roho yako Mtakatifu akatukumbushe. Yako mengine ambayo tumejifunza yawezekana tumeona kuwa ni magumu sana, lakini kwa sababu wewe upo Baba, na tunakuomba tutendee na ututoe katika hali hiyo ya uraibu wa simu na vifaa vyote vya kielektroniki. Baba wa mbinguni, watoto wako tumekuja mbele zako. Kuna maombi yako katika box tumeweka, tukijua ya kwamba kwako kuna usalama. Wewe unatufahamu, ndio unajua mahitaji yetu. Baba, ninakusihi sana kwa kila aliyeweka hitaji lake hapo. Baba, ninakusihi ukasome katika hitaji hilo, soma katika moyo wake, na ukatimize sawasawa na mapenzi yako. Wakati mwingine tunaandika mahitaji tunaweka kwenye boksi, lakini wewe unafahamu zaidi. Huenda hata tulioyaandika si mahitaji yetu sana, lakini yako mahitaji yale ya kina. Baba, tunakusihi sana, chunguza mioyo yetu na utusaidie kila mmoja. Bariki kanisa hili la Kibada, endelea kuwasaidia kwa kila jambo. Wanapokuita kwa mahitaji yao, Baba, usiwapungukie. Leta umoja, leta amani, leta furaha kanisani, pakao pia ni mahali penye furaha. Baba, asante sana kwa kuwa unatupenda. Tunakushukuru kwa juma hili. Tunaamini kwamba una mpango na maisha yetu. Tusaidie kila mmoja wetu na ukatuokoe. Hivi ndivyo tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Bwana awabariki sana. Karibuni tena kesho tunapoenda kabisa katika miisho ya juma letu hili la maombi. Bwana awabariki. Mzee wa kanisa kama yupo au matangazo? Kama mna, twende na amani ya Bwana. Kwaya wapo? Kwaya kanisa, njooni muimbe, watu watoka.